Na kusalimu sana mtazamaji wa Ihoma TV, ni matumaini yangu uko buheri mzima wa afya. Basi na mimi niseme ninashukuru sana kwa kuwa na afya hiyo ambayo kama wewe ulionayo. Wote kwa pamoja tumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi kwa kutupatia tunu isiyo ya kifani, tunu ya uhai. Sasa taarifa kubwa hivi leo kutokea Mashariki ya Kati ni kwamba Irani imetoa siri nzito sana ambayo watu wengi walikuwa wakitafuta ama walikuwa wakihangaika kujua ni kwamba Irani wana siri gani ambayo iko ndani kabisa, imejificha katika mashambulizi yake ama katika vita vyake dhidi yake na Marekani, akishirikiana bega kwa bega na Israeli. Sasa siri hii imetolewa siku ya leo mara baada ya Marekani na Israeli kuhamisha nguvu zake kubwa sana kuishambulia Lebanon, mara tu baada ya mtifuano mkali baina ya Irani na wawili hao ambao wanashirikiana kwa karibu sana. Siku ya leo Irani imeamua kushangaza umati wa watu ulimwenguni kote katika vita vyake hivi ambavyo si vita vya kawaida kwa mujibu wa wataalamu na wachambuzi mahiri wa masuala ya mizozo ya kieneo ama siasa za kijiografia, geopolitics. Jeshi la Irani imetoa siri hiyo ikielezea namna ambavyo Marekani imekuwa ikijisifia ama ikijitamba kwa kile ambacho imekuwa ikitekeleza kwa mauaji ya viongozi wakubwa wa Irani, na ikisema kwamba ndio ushindi wa vita hivyo. Lakini jeshi la Irani linasema si ushindi bali ni kushindwa, kwa sababu jeshi la Irani lenyewe lina siri kubwa ambayo Marekani na Israeli hawaijui, na siku ya leo ndiyo jeshi hilo limesema siri hiyo imefichua rasmi. Sasa kamanda mkuu wa kikosi cha anga cha Irani Jenerali Majid Mosavi ametoa kauli nzito sana kwa Marekani na mshirika wake Israeli, akisema kwamba kuua viongozi wakuu wa Irani aidha wa kijeshi ama wa kiutawala ndio mwanzo wa vita. Sio kwamba vita ndio vimesitishwa ama vita vimedhoofishwa, ndio mwanzo wa kupeleka mbele zaidi mashambulizi, kwa sababu kamanda huyo Jenerali Majid Mosavi anasema kwamba muundo wa jeshi la Irani, viongozi wakubwa, makamanda na viongozi wa kiutawala ndiyo kusimama mstari wa mbele katika vita, hawajifichi wao kujionyesha hadharani. Na mfano mfupi tumeshuhudia wazi katika taarifa ambayo tumeshawahi kukuletea, ikionyesha viongozi wamejipanga mstari katika umati wa watu walioandamana mbele ya mji wa Tehran wakisubiri kushambuliwa na Marekani katika deadline ya Marekani iliyotoa mapema siku ya Jumanne. Sasa kamanda wa kikosi cha anga cha IRGC Majid Mosavi ameweka wazi hilo, akisema kwamba, na hapa ninamnukuu, naweza nisibaki na raia wa Irani milele ama muda mrefu, ila tumeandaa mpango mzuri wa urithi, tumeandaa mpango thabiti kwa raia wa Irani na jeshi lote kwa ujumla, namna ambapo wataweza kulinda ardhi ya Irani mpaka mwisho. Raia, jeshi na watu wote wa Irani, namna ambavyo wanaweza kulinda ardhi ya Irani mpaka mwisho na si kufikia ukomo. Kamanda Majid Mosavi ameenda mbali zaidi akisema, na hapa naendelea kumnukuu, muundo wa jeshi letu, kamanda ndiye anapaswa kusimama mstari wa mbele kwenye vita, hatujifichi ili mpate dhamira ya kupambana. Najua naweza nisibaki nanyi kwa muda mrefu, ila tumeandaa mpango mzuri wa urithi na namna tutalinda ardhi hii mpaka tone la mwisho. Irani itasimama hata kama paa za nyumba zitatuangukia. Tumezaliwa ardhi ya vita na tumeishi vitani, tukijua kifo ndiyo ahadi nzuri ya mwana wa Jamhuri ya Kiislamu Irani. Na hapa ndiyo mwisho wa kumnukuu kamanda wa kamandi kuu ya anga ya Irani, makao makuu ya Al-Hatam Al-Anbiya pale Irani. Kamanda anatoa kauli ya ujasiri wa wazi, ujasiri mzito, na si kwa kubabaika, bali anaeleza kwa hisia kubwa. Anasema kwamba jeshi la Irani, makamanda, viongozi wakubwa ndio ambao hukaa mstari wa mbele vitani, wao huwa hawajifichi, na ndio maana viongozi wengi wamekuwa wakiuawa kiholela, kwa sababu wao hawajifichi bali hujiweka mbele ya raia ili kuonyesha mfano thabiti na ambavyo kiongozi anatakiwa awe katika watu anaowaongoza na katika taifa lake. Najua tunafahamu kwamba majeshi mengi sana, mataifa mengi sana, huenda hata Marekani yenyewe, taifa ambalo linajitamba sana kuwa lina vikosi imara na linatumia
teknolojia kubwa sana na fedha nyingi kuwekeza katika jeshi, lakini ukifuatilia itifaki zao za kijeshi ni kwamba vitani, wanapokwenda vitani huwa hawatangulii viongozi, bali hupeleka kwanza chambo. Na hata operation ya Epic Fari ilipoanza, kabla ya shambulizi la mapema Februari 28, tulikuletea makala kupitia hapa Yuhoma TV inayoelezea namna vikosi mbalimbali vya kijasusi na vikosi vya kijeshi vya Marekani, ikiwemo kikosi cha IDA pamoja na kikosi maalum cha kijeshi cha Marekani, namna inavyotumia wanajeshi wake machambo ama wanajeshi wa mbele kwa ajili ya kwenda kuchora mifumo vizuri, kutengeneza mazingira ya jeshi kamili ndio kuingia katika vita. Sasa ukihitaji kufahamu vizuri kabisa, nenda katika video hii ya makala hii ya Kafara. Kichwa kinaeleza Kafara, jeshi la Marekani huko Iran. Makala hii imeelezea kinaga ubaga namna ambavyo jeshi la Marekani limekuwa likitekeleza hilo. Sasa jeshi la Iran lenyewe liko tofauti kabisa na Marekani na majeshi yote ulimwenguni. Yaani wao makamanda ndiyo ambao hukaa mstari wa mbele kabisa ili kuweza kufanya kile ambacho kinaweza kufanyika. Na hili si hadithi wala si miviga wala si ngano ama tarihi wala visasili, bali ni jambo la uhalisia kabisa. Yaani bila shaka kila mmoja wetu pia ameshashuhudia ama ameshawahi kuona. Mfano mpana sana na mfano madhubuti ni namna ambavyo kilitokea kifo cha Ayatollah Said Ali Khamenei Husseini marehemu hivi sasa, lakini pia na hata makamanda wengine wakuu, nikiitoa mfano kamanda ambaye alikuwa mstari wa mbele kabisa katika usemaji wa jeshi la Iran IRGC, lakini pia hata mkuu wa ujasusi wa Iran, lakini pia ilikuwa hivyo hivyo hata katibu wa usalama wa taifa wa Iran Bwana Ali Larijani. Marehemu Ayatollah Said Ali Khamenei Husseini alikuwa mstari wa mbele katika hili. Yeye ndiye alikuwa mfano wa kuigwa, kwani alishapewa taarifa za kuwekwa shabaha na vikosi vya Marekani na vikosi vya Israeli kwamba anakwenda kuuawa, na Urusi ilitoa ofa ya kuweza kumsalimisha bwana Ayatollah Said Ali Khamenei Husseini akiwa mikono salama, akajifiche ama akajihifadhi katika taifa la Urusi ili aweze kupona dhidi ya makombora ya Marekani. Kwa hivyo kama marehemu Ayatollah Said Ali Khamenei alikuwa anapenda uhai kuliko nchi ya Irani, basi angekimbilia Urusi, jambo ambalo lingeonyesha udhaifu wa wazi kwa Marekani, na ndiyo njia ingekuwa njia nzuri sana ya Marekani kuzungumzia vibaya taifa la Irani, lakini pia na hata washirika wake. Lakini marehemu Ayatollah Said Ali Khamenei Husseini akasema, mimi nitakufa hapa ndani ya Irani, nitakufa ndani ya ardhi yangu, siwezi kwenda mahala popote, bali kama wana nia ya kuniua waniulie hapa katika bendera, katika ardhi ya watu wa Irani, ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Siku moja kabla ya kifo cha Ayatollah Said Ali Khamenei Husseini, makamanda wakuu wa ujasusi wa IRGC walipokea taarifa za siri wakiambiwa kile ambacho kimepangwa kufanyika. Wakamwambia marehemu Ayatollah Said Ali Khamenei Husseini kwamba, kiongozi, tunakuomba tukupeleke sehemu salama ili uweze kujihifadhi, ujikinge na mashambulizi ya mdhalimu Marekani na Israeli. Walimwambia waende wakamhifadhi, wakamfiche katika mahandaki. Irani kuna mahandaki maalum kwa ajili ya kutumiwa na viongozi wakuu wa Irani wakati wa matatizo, wakati wa vita, wakati makombora yakitua katika mgongo wa ardhi. Kwa hivyo wakiwa chini ya ardhi hawawezi kuathirika. Mahandaki hayo yapo kwa ajili ya viongozi, lakini pia kuna mahandaki ambayo yamehifadhiwa makombora nyuklia, zipo chini ya ardhi. Walimwambia, kiongozi, tunakuomba tukupeleke huku tukakuhifadhi ili usalimike na mashambulizi ya wadhalimu. Marehemu Ayatollah Said Ali Khamenei Husseini akasema, hapana, nitasalia hapa hapa mpaka kieleweke, yani mpaka tamati mwa vita hivi, mpaka damu ya Wairani iweze kulipwa. Hatuwezi tukaikimbia ardhi yetu, hatuwezi tukakimbia kile ambacho kinapangwa na mwanadamu, tukajisalimisha mikononi mwa wadhalimu, tukaacha kujisalimisha mikononi mwa Mwenyezi Mungu, muumba mbingu, ardhi na kila kitu kilichopo ndani yake. Marehemu Ayatollah Said Ali Khamenei Husseini akasalia ndani ya ofisi yake, ndani ya makazi mjini Teherani, na hatimaye kifo kilimkuta. Na ndivyo ilikuwa hivyo hivyo kwa viongozi wengine waliofuata. Kifo cha mkuu wa usalama wa taifa wa Irani marehemu Ali Larijani, ambaye ndio alikuwa muhimili mkubwa
katika ujasusi na masuala mbalimbali ya kidiplomasia nchini Iran walitangaza kumweka shabaha ya kumuua, wakitoa mafedha mengi sana kwa raia ama kwa mtu atakaye mchoma ama atakaye mtolea rada na kupeleka kwa Marekani, kwa vikosi vya jeshi vya Marekani chini ya makao makuu yake Pentagon, wakitoa anwani ya mawasiliano kuweza kupata. Ilikuwa wazi kabisa kwamba Ali Larijani amewekwa shabaha ya kuuawa, lakini makamanda wakuu wa Iran na watu wake hawakujificha na wala hawakumficha bwana Ali Larijani, na hatimaye siku ya maadhimisho ya mapinduzi yaliyofanyika mapema mwaka 1979, mapinduzi yaliyomng'oa madarakani mfalme Shah aliyekuwa na chembe za wazi na ushirika wa karibu na Marekani. Sasa viongozi hawa wote kwa pamoja, rais wa Iran Masoud Pezeshkian, bwana Ali Larijani, lakini pia na viongozi wengine waandamizi wakuu wa serikali nchini Iran walijitokeza hadharani mjini Tehran wakiwa sambamba na raia katika mitaa, wakitembea pamoja wakisema kwamba wao hawaogopi kifo. Kifo kimepangwa tu. Kama umepangiwa kufa na Allah mtukufu, basi utakufa ukiwa sehemu yoyote ile ambapo upo, na wakisema kwamba wao wako tayari kufa shahidi kwa ajili ya ardhi ya Irani, kwa ajili ya Wairani wote. Na hatimaye mapema, kabla mwezi haujakata hata wiki kukatika, bwana Ali Larijani akaarifiwa kuuawa na vikosi vya Israeli pamoja na Marekani. Huu ni mfano mwingine fupi sana na wawazi wa pili inavyoonyesha namna gani viongozi wa Irani na makamanda wakubwa wamejiweka maisha yao rehani kwa ajili ya raia, lakini pia wamejiweka mstari wa mbele kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa la Irani na wananchi wote wa Irani. Mpaka hapa mtazamaji, kauli ya kamanda mkuu wa kikosi cha anga cha Irani bwana Majid Mosav, ambaye pia naye amewekwa shabaha ya kuuawa, Marekani ikisema siku yoyote bwana Majid Mosav ambaye amekuwa akishikilia mifumo ya ulinzi wa anga, amekuwa akitoa amri ya mashambulizi ya angani nchini Irani, watamuua. Lakini leo Majid Mosav amjitokeza hadharani mbele ya umati wa watu akisema kwamba siri nzito ambayo watu wengi hawaifahamu ni kwamba Irani, makamanda wake wakuu, wao ndio huwa mstari wa mbele kwa ajili ya vita, kwa ajili ya watu wa Irani. Sasa kudhihirisha hilo pia, mapema siku ya leo, kamanda mkuu wa kikosi cha usalama wa raia na mali zao, na maanisha jeshi la polisi nchini Irani, IGP Ahmed Reda Radan, yeye alijitokeza hadharani akiwa na umati wa watu, umati wa wafia shahidi. Alipiga goti hadharani hapo akasujudu, yani akionesha dhahiri kuomba radhi kwa Wairani wote na raia wote kwa kile ambacho alisema anaona aibu kutazama macho ya wafia shahidi mbele yake, na yeye akiwa mkuu wa usalama wa ulinzi wa raia na mali zao, raia wakipoteza maisha, wakiangamia, na yeye akiwepo. Kwa hivyo alipiga magoti kama ambavyo unaiona video hiyo ikionyesha namna IGP bwana Ahmed Reda Radan akiomba radhi mbele ya umati wote wa raia hapo mjini Tehran, Iran. Na akilitekeleza hilo, IGP Ahmed Reda Radan alisema, na hapa ninaomba kumnukuu: najisikia aibu, najiona mkosefu na nitasalia mtu mwenye deni kubwa kwa familia zote za wafia shahidi. Naomba nipige magoti na kuombea kwa Mwenyezi Mungu wapumzike pema. Ni waahidi kuwa jeshi la polisi litapambana kwa nguvu zote na hali yote kulipiza kisasi. Nikiwa kama kiongozi wa polisi, sitamani damu ya raia imwagike, bali damu zetu viongozi ndio zimwagike kwa ajili yenu. Naomba mliandike hilo katika vichwa vyenu na katika madaftari yenu ya nukuu, ili iwe kama deni kwangu na viongozi wote wa Irani kuwa mnatudai, na kwa hakika tutawalipa. Na huo ndio mwisho wa nukuu ya kamanda mkuu wa jeshi la polisi nchini Irani, IGP Ahmed Reda Radan. Hapa mtazamaji, kuna funzo kubwa sana tunalipata kupitia raia wa Irani, kupitia viongozi wa Irani na kupitia taifa zima la Irani katika hatua hii ambayo imekuwa ikichukua kila kukicha, na katika kipindi hiki kigumu ambacho wa Irani wanapitia, lakini hawarudi nyuma. Hili pia ni funzo kubwa sana kwa viongozi wengine ulimwenguni, hasa mataifa ya Afrika, namna ambavyo wamekuwa wakiendesha
utawala wao na utekelezwaji kwa yale ambayo wamekuwa wakiahidi kwa wananchi wao kipindi kile wakihitajia kupigiwa kura. Swali ni je, una maoni gani juu ya haya ambayo yanaendelea kwa wananchi na viongozi wa Irani? Ni kipi ambacho unakifikiria katika taswira ya hiki kinachoendelea nchini Iran? Kujitoa muhanga kwa viongozi wa Irani ndiyo kama wanavyosema kwamba ndiyo msingi wa kushinda vita, ama ndiyo sehemu pekee ambayo inatoa ujasiri na uimara zaidi wa wananchi wa Irani na jeshi la Irani? Tuachie maoni yako lukuki kupitia uwanja wa maoni. Mimi naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki. Hii ni Yuhoma TV. Nikwambie tu pale Instagram nitafute na unifuate pia, ukanifollow, andika Afisa3_official kwa huduma zote za kijamii, huduma za kitaasisi, huduma za kibiashara, ama huduma zingine zozote ambazo kwa umoja wake zinahitaji umma wa watu kuweza kufikiwa ama kuweza kufana. Basi ni cheki pale Instagram, andika Afisa3_official ama Afisa3_official ili tuweze kujadili kwa pamoja na tuone namna ambavyo tutafikia umma kupitia Yuhoma TV. Asante, kwa heri kwa sasa, hadi wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.